Limepigwa mpira mchele, Prisons tumewachambua, zimewaponza Kailele, Simba tukawakamua, goli 4 za kilele, Simba tumempasua. Kama wewe mwana Simba piga kelele kidogo. Hii Simba inajua, hii Simba kweli noma, mpira inaujua. Tunakora tosi Chama muite kiungo bora. Mashabiki tunasema Simba ndio timu bora. Kama wewe mwana Simba piga kelele kidogo. Baba, tuna furaha sana leo, tuna furaha sana. Na tunasemaje? Tumekuja nyumbani. Hapa KMC sisi ni kwetu, sio wapangaji, sisi ni kwetu. Tunasemaje? Yanga wasije katukimbia. Wanasema fimbo ya mbali iwe nyoka. Kwa hiyo tumeamua tuje karibu. Sababu ukitaka ubingwa na wewe anaukimbilia ubingwa atakaye uwe karibu. Sasa tumekuja hapa KMC kwa ajili ya Yanga. Tushafikia vichwa vya mbuzi pale kibao. Vichwa vya mbuzi vimejaa pale uwanjani. Sasa wasije kukimbia kwa vichwa vya mbuzi. Vichwa vimejaa hapa vichwa vya mbuzi, na tunaamini msimu huu ubingwa Msimbazi. Na wenye uwanja wa maruhusu wenye KMC. Uwanja mturuhusu, haina shida. Haina shida. Zile tunasema wasije wakatukimbia. Na kwamba wiki moja watakimbia. Wiki moja watakimbia. Yesu naomba asikimbie tu wote pamoja. Ubingwa makao, ubingwa Msimbazi. Najua kwa Charai atoki, kwa Azam atoki. Sisi tuna hakika kila mechi kwetu ni finali. Kila mechi kwetu finali. Tunaamini msimu huu mnyama anachukua kombe la NBC mnyama anachukua. Hebu tuwape shairi lingine kwanza. Hivi umeshakumbushia goli la Chama, lakini ile bado linaendelea mpaka sasa hivi. Muite Korato si Chama au mwamba wa Rusaka, popote akisimama nyavu wanazitikisa. Nyie Chama kweli noma, popote anatakasa. Kama wampenda Chama piga makofi kidogo. Huyo ndo Chama baba, kapiga bonge moja ya goli. Mwamba wa Rusaka. Mimi kama mimi mshabiki wa Simba Sports Club nasema kwamba Chama kaja kwenye familia yake. Yaani tunaposema familia ni kama baba na mama. Umeona? Kwa hiyo pale ndo maana unamuona anaonesha kiwango cha hali ya juu. Yanga alikuwa anakaa benchi yule. Anaingia kipindi cha pili, anaingia dakika za mwisho, lakini Chama ana uwezo wa kucheza dakika mpaka 120. Mfano uliona game ya Yanga na Simba ile. Alicheza 120. Na alisababisha penalti. Huyo ndo Chama. Wanaomsema kwamba Chama kazeeka, ila Chama hajazeeka. Ndio hivi sasa anawaonesha. Na game ya 3 mfululizo amewapiga na anachukua man of the match. Takriban game 2 mfululizo kachukua. Huyo ndo Chama ambao anasema ni mzee. Yaani kama Selemani Mwalimu, tunajua Selemani Mwalimu ni mchezaji wa mkopo. Yaani kwamba ana wenyewe ambao anamiliki. Kwa hiyo wenyewe kama wakisema tunamchukua mtu wetu, basi sisi tunakubaliana na hilo swala. Lakini kama hawatamchukua basi aendelee kubaki pale pale. Na imani atazidi kuimprove. Kama sasa hivi ana score goal. Unajua ameweza kutusaidia, kuna baadhi ya game ametupa ubingwa. Ukiangalia penalty ile. Penalty unapopiga penalty unatakiwa uwe unajiamini. Ukiwa na pressure unaweza ukakosa na ukaigharimu timu. Hata ukiangalia game ya Simba na Yanga ile, Selemani Mwalimu alipata penalty na alikuwa anajiamini kwa hali na uvumba na akascore goal. Hatimaye Simba game haikwenda dakika haikwenda kwenye matuta na akaweza kupiga goli na Simba wakachukua ubingwa. Kwa hiyo tunapomuona Selemani Mwalimu ni mchezaji muhimu. Kwa mfano kama ni Wydad wasipomchukua mchezaji wao, basi aendelee kubaki Simba, na imani pale atazidi kuimprove zaidi. Lakini Simba cha kufanya tu kama wanaongeza basi waongeze striker mmoja mwingine kwa ajili ya kuimarisha vizuri pale mbele, maana ukiangalia nyuma katikati pako vizuri. Simba kama Simba sisi tunahitaji kocha ambaye anatupa matokeo. Kama kocha wetu anatupa matokeo, hatuhitaji tena kocha mwingine. Kwa maana hiyo kwamba aendelee kubaki pale Simba kwa maana anatupa matokeo. Timu kama timu sisi tunachukua kocha kwa ajili ya kupata matokeo. Kama kocha anafanya vizuri, unamfukuza wa nini? Mpige mkataba mwingine tuendelee kupata point na tuchukue ubingwa.